Wenga, asanteni sana kwa misemo yenu mizuri ya kuwa hakuna marefu yasiokuwa na ncha na hakuna jambo ambalo lina mwanzo likakosa mwisho. Hakika umekuwa mwisho wa meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev, miezi miwili na zaidi ya kuwatumikia Simba Sports Club. Wana finali wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliotoka kumalizika. Nusu walifika hatua ya finali bwana, msisahau wana Simba Sports Club msimu uliopita walifika hatua ya finali lakini hawakufanikiwa kutoa ubingwa. Kwa hiyo tunawaita wana finali wa kombe la shirikisho msimu uliopita. Wamechagua na wameamua kuachana na meneja wao mkuu Dimitar Pantev ambaye amepewa mkono wa kwaheri. Mimi pamoja na mwenzangu Hassan Saddam tunakwenda kuitazama sababu ambayo Simba wameitoa hapa. Tumekupa taarifa tu kwamba wameamua kuachana naye. Kivipi wameamua kuachana naye? Taarifa nzima tunayo hapa Dar Sports, tutakupitisha hapa. Lakini vipi kuhusu takwimu za Dimitar Pantev? Zilikuwa zina support kweli kweli Simba kuamua kuachana na meneja mzuri kama huyu au kocha mzuri kama huyu kwenye soka la bara la Afrika? Takwimu zina support? Jibu ni ndio au hapana. Hassan Saddam anazo hapa. Lakini tutamaliza hivyo kwa sababu mimi ni moja ya taarifa ambayo actually imenishtua. Kila mtu amemshtua. Nafikiri ndo kocha pekee naweza nikasema ndo kocha ambaye amekuwa na muda mfupi sana. Hata Romain Folz ilikuwa ni miezi mitatu. Meneja mkuu wa klabu ya Simba ndiye amechukua. Ongea kwenye mic hapo nikusikilize. Meneja mkuu wa klabu ya Simba ndiye amechukua muda mfupi sana ndani ya Simba. Amechukua miezi miwili na siku 2 tunapozungumza. Au leo tuiondoe. Tukiondoa leo hapana, leo tunayo. Leo tunayo. Alikuwa bado ni mfanyakazi wa klabu ya Simba. Yes, ina maana kazi alisainiwa rasmi. Alianza kazi na klabu ya Simba tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwezi wa 10 Oktoba. Ni mwezi wa 8 wa 10 Oktoba, yes, mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Okay. Kumbrother Oktoba hiyo ndo alishika madaraka rasmi kama meneja wa klabu ya Simba. Leo tunavozungumza ni tarehe 2 Disemba. Ni miezi miwili na siku 2. Haya bwana. Taarifa inasomeka kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma, uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya pande zote mbili ya kusitisha mkataba na meneja mkuu Dimitar Pantev pamoja na wasaidizi wake wawili. Kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Suleiman Matola wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine unaendelea. Mwisho wa kunukuu. Taarifa kutoka mitaa Msimbazi Park wameipitisha vizuri na sisi tumeisoma vizuri. Ndio. Katika taarifa hii yamesomeka maneno mawili. Uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya pande zote mbili ya kusitisha mkataba na meneja mkuu. Ndio. Dimitar Pantev. Sikiliza hilo ni neno la kwanza. Meneja mkuu Dimitar Pantev. Ndio. Kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Suleiman Matola wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine unaendelea. Maana yake Dimitar Pantev, Simba ndio alikuwa taasisi ya watu wa nje tulikuwa tumeambiwa ni meneja. Ila Dimitar Pantev ndiye aliyekuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Nadhani taarifa kwangu mimi nimechukua leo ndio imeeleweka vizuri. Sasa walitafuta chaka fulani la kumficha meneja. Kutokana na vyeti vyake ambavyo vilikuwa Arsenal na tuliwahi kuwaelezea watu vizuri wa Data Sports kama wanakumbuka vizuri. Tukasema ile Arsenal kwa nayo yeye haimruhusu kusimama kama kocha mkuu. Anatakiwa ndo maana akabidhiwa title ya meneja mkuu. Kwa title ya meneja mkuu ilikuwa inamficha. Sasa ndo kocha mkuu wa klabu ya Simba. Tupe takwimu za kocha Dimitar Pantev toka amewasili kwenye kikosi cha Simba yanaaksi haya ambayo leo Simba wameweza kuyatoa. Naweza nikasema ni mapema sana kwa takwimu alizonazo. Akiwa na klabu ya Simba amesimamia mechi 4 pekee mpaka sasa tunavyozungumza. Na maana ndani ya miezi miwili na siku 2 amesimama ndani ya mechi 2 pekee. Mechi 2 za ligi kuu ambako tunamkumbusha ni mechi ya Namungo alisimama kama meneja mkuu. Simba alibuka na ushindi wa goli 3. Alicheza mechi JKT Tanzania ambako Simba alishinda 2-1. Akaja mechi 2 za kimashindano hatua klabu bingwa barani Afrika. Hatua ya makundi. Yes, hatua ya makundi. D ambako amepoteza mechi zake zote 2. Mechi yake ambayo alipoteza mechi ya kwanza dhidi ya Petros de Luanda 1-0 Benjamin Mkapa. Mechi ni ya Jumapili dhidi ya Stade Malien ambako alipoteza 2-1. Akiwa kama meneja amefunga goli 6 pekee, ameruhusu goli 4. My question is, msimu uliotoka kumalizika mnyama alipokuwa kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho muda kama huu. Simba alikuwa na alama zake 3. Kampiga zake alikuwa ni Bravos de Makigo goli 1-0. Afu akaenda kule nchini Algeria CS Constantine akafungwa 2-1. Msimu 2023 mnyama alikuwa hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Game ya kwanza ana draw dhidi ya ASEC Mimosas. Alikuwa na pointi 2 kwa sababu alidraw mechi 2. Ya kwanza alidraw na ASEC Mimosas uwanja wa Benjamin Mkapa. Baadaye akaenda ugenini na Jean Galaxy akatoa sare ya tasa bila. Sasa
ligi kuu ndio Simba alikuwa kwenye yupo kwenye fomu nzuri. Yuko kwenye fomu nzuri. Tunavyozungumza hivi zote. Ana kiporo kimoja ambacho akicheza mechi zake zote bado anamshusha Young Africans pale alipo. Si ndio? Ndio. Ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2022-23 Simba alipitia the same scenario ambayo leo tunayo hapa. Tunaizungumzia kwamba alifungwa mechi ya kwanza Benjamin Mkapa na Raja Casablanca goli 3. Akaenda Horoya akafungwa goli 1. Safari kampeni kaanzia kwenye mechi 4 zilizopita. Sawa. 23-24 ndio Simba alikuwa na pointi 2 tu ligi ya mabingwa barani Afrika. Muda kama huu. Ndio. 24-25 Simba alikuwa na alama 3 pekee kwenye mechi. Msimu huu Simba kaanza ana alama 0. Ni kwamba mechi 2 tu zinatosha kuhakikisha zimeonyesha kwamba Dimitar Pantev hawezi kuwa kocha mkuu wa kuiongoza klabu ya Simba. Ni nini ambacho unajua, moja kitu ambacho mimi huwa kinanifikirisha sana. Leo Liverpool wana slot. Ndio. Slot kapoteza game 6 mfululizo na klabu yake ya Liverpool. Bado kwenye game dhidi ya West Ham, na Liverpool akaendelea kubaki na slot. Ndio. 2 games. Timu inacheza vizuri uwanjani. Ndio. Inatengeneza nafasi. Then unamuondoa mwalimu. Yaani kwa Young Africans tulisema hii sio Yanga ambayo sisi tunaifahamu. Ndio. 3 years ago hii sio Yanga ambayo sisi tunaijua. Kwa sababu Yanga ilikuwa na jukumu yenyewe. Kuna jukumu yenyewe kama yenyewe ndio. Mabadiliko yale watu kweli viongozi wa Yanga wakaona huyu hawezi kuwa kocha mkuu. Yaani kuna baadhi ya kacha za Yanga ameshindwa kuziadapt, anataka kuleta mambo yake ambayo ni ngumu kuweza kuadapted na wachezaji. Kwa akae pembeni, tutafute mwalimu ambaye kwanza ataishi kwenye kacha zetu akiwa anaweka mambo yake taratibu. Amekuja Dimitar Pantev, amekuta Simba ambayo tayari ishatengenezwa na kocha Fadu Davis. Tunanielewa vizuri. Then Simba ambayo ukiangalia uwanjani inacheza na kushawishi kwamba inacheza vizuri, sio? Simba mechi zote 2 tunazozungumza alizofungwa Dimitar Pantev, possession amemiliki. Tulizungumza mchezo wa kwanza dhidi ya Petros de Luanda, amemiliki vizuri. Mpira ulikuwa kwake, alidominate. Njoo dhidi ya Stade Malien, tulizungumza hapa baada ya mchezo. Simba alidominate mchezo mzima wote, lakini alizidiwa tu nafasi chache. Ni haraka mimi kuniambia kwamba Dimitar Pantev. Ndicho sasa hicho tunachokizungumza kwamba ungemhukumu mwalimu kwa sababu timu haichezi vizuri, mimi Florence ningekuelewa. Yaani ungemhukumu mwalimu Dimitar kwa sababu timu haichezi vizuri, mimi ningekuelewa. Ungemhukumu mwalimu kwa sababu timu haitengenezi nafasi, mimi ningekuelewa, si ndio? Lakini timu inatengeneza nafasi, zinaonekana. Kinachofuata ni wachezaji wanashindwa kutumia vizuri nafasi ambazo zinatengenezwa. Then unamuondoa mwalimu. For what? Unajua labda mtazamaji wa Dar Sports naye pia anaweza kawa na mawazo yake mengine, lakini mimi najaribu kutengeneza assumptions zangu. Mimi kama mimi naona bado kuna vitu ambavyo vinanipa ugumu, yani nje tu kwamba hichi kitu kinanipa ugumu kuelewa kwamba Dimitar Pantev na Simba wameamua bwana tukubaliane uondoke. Yani labda natamani kufahamu scenario ya Dimitar Pantev hiyo inafanana na Sid Ramovic kwenye klabu ya Young Africans, kwamba mwalimu amepata ofa nyingine ambayo anaona inamfaa, au mazingira yake kwenye benchi la ufundi hayampi uhuru wa kuiongoza vizuri timu. Labda hapo kama wameamua kukubaliana hapo, tunaweza tunaweza nikawaelewa kwamba mazingira yake ambayo anafanya kazi Simba hayampi uhuru kama mwalimu wa kikosi kutokana na title ambayo amepewa kwamba yeye ndo manager, so hawezi kusimama kuiongoza timu. Yeye anakuwa anakaa anatoa maelekezo kwa Suleiman Matola, it's okay. Lakini when it comes kwamba labda ameondoka kwa sababu ya issues za kiufundi kwamba timu haichezi vibaya uwanjani, mimi nitapingana na kila mmoja ambaye atazungumza hivyo, kwa sababu mpira wa miguu ambao Simba wanaucheza unaonekana kwa kila mtu, si ndio? Unaelewa? Simba kacheza vizuri dhidi ya Namungo, kapiga comeback dhidi ya JKT Tanzania. Simba kacheza vizuri dhidi ya Atletico de Luanda. Simba katengeneza nafasi nyingi, wachezaji wameshindwa kuzitumia nafasi. Simba kacheza vizuri dhidi ya Stade Malien, lakini kapata nafasi nyingi ambazo zilikuwa zinaenda kumpa Simba magoli, si unaelewa vizuri? Wachezaji wameshindwa kuzitumia. Simba hajapaki basi kwenye game zote 2. Sawa? Simba hajacheza chini ya kiwango kwenye game zote 2 za Champions League. So naanza kuwaza labda wanajuzi walizungumza kuhusu kwamba kocha anatumia anacheza mchezaji bila force number 9. Yes. Labda tunaanza kuunganisha dot kuanzia hapo.
kama unafikiri ulisoma maandiko ya watu wengi, walikemea vibaya hicho kitendo cha kocha kwanza bila mshambuliaji. Walizungumza mengi, wakasema mpira Afrika haupo. Wakasema mpira upo kwa Pep Joseph Guardiola, kama unakumbuka vizuri. Wakasema hata Joseph Guardiola mwenyewe amebadilika, siku hizi anamchezesha Erling Haaland kama namba 9. Maneno yakawa mengi kuanzia hapo. Wengi wakaanza wanamdoubt manager mkuu kwamba ana vitu vingine ambavyo anaviapply. Wengi wakasema anacheza mpira wa Bulgaria ndio unaapply wa Afrika. Akasema Afrika tuna mpira aina ya mpira wetu. Nafikiri huenda shida itakuwa kuanzia hapo. The last game Simba kacheza dhidi ya Stade Malien. Kulikuwa na nani? Ndio. Kulikuwa na mshambuliaji. Yes, tena baadaye aliongeza wakawa top classic player. Yes. Nani Suleiman Mwalimu. Amefanya nini? Amna alichokifanya. Good. Baadaye akamleta second half. Kaingia nani? Jonathan Sow. Kafanya nini? Hamna alichokifanya. Alipata chance ya kuchagua engo. Ndio. Alishindwa kufunga, si ndio? Hata game dhidi ya Atletico de Luanda, wewe ukaniambia kwamba angekuepo mshambuliaji ndo angekuwa anatumia miguu yake anatazama goli anafunga. Chance aloipata Maurice Abraham, alishindwa kuitumia. Chance aloipata Elie Mpanzu, alishindwa kuitumia vizuri. So zile chance mbili zote tumeziweka pembeni, then tunachukua lawama tunampelekea mwalimu, kwa sababu mwalimu wa kwanza na mshambuliaji never. Yani sisi tumekuwa na tabia ya kutafuta sehemu ambako tutaweza tukajifichia hivi tukatulia bwana. Sasa wote tumepata sehemu mwalimu alizingua kwenye force number 9. Hamna. Yani mwalimu anaamini anajua nini ambacho anafanya. Nishawahi kuambia hivi, kuna muda mwalimu akichagua kikosi chake kuelekea mechi fulani, kazingatia vitu vingi. Aina ya mpinzani anaenda kukutana naye. Ndio. Niliwaelezea vizuri. Atletico de Luanda ni wazuri mno katika eneo la kiungo. Nilizungumza vizuri. So nilivyomuona mwalimu Dimitar Pantev kaanza na viungo wengi, nilielewa mwalimu anahitaji energy ya viungo wake ambao wanaweza wakailinda timu vizuri, kwa maana wakati ambao wako out of possession wanaweza pia wakaenda wakashambulia vizuri. Ukishakuwa na mshambuliaji, kumbuka hana jukumu kubwa sana la kuja kukulinda timu. Jukumu lake mama sana, unamtaka aende afunge. Yani maana yake unamtaka hawe sana kwenye eneo la mpinzani. Kuna muda sasa unakutana na timu kama Petro Atletico ambao wana ufasaha na uzuri katika eneo la kiungo. Unatakiwa upate wachezaji ambao pia wana ufasaha na uzuri katika eneo la kiungo ili utengeneze bato nzuri pale katikati. Mimi nikamwambia watu Dimitar Pantev alifanya kitu sahihi sana. Vipi kuhusu chance ambazo wachezaji wa Simba walizipata? Mbona tuzizungumze? Tunaenda kuzungumza mwalimu ameshindwa kuanza na force number 9. Thanks God, game iliyofuata Stade Malien ikacheza na washambuliaji top classic wote watatu wa klabu ya Simba walicheza and they did nothing. So unaelewa vizuri. Alikuja kufunga ni Neo Maema kiungo. Tena kaena kaopti mbali. So nje ya box. How comes yani leo tunaanza kusema sio mwalimu kwa sababu acheza na force number 9? Hamna. Nadhani ni kwangu mimi nahitaji sababu yani wanipe sababu ya makubaliano ambayo wameingia. Unaweza kaanza asubuhi kocha asubuhi alizungumza alipofika airport akiwa anatokea Mali. Alizungumza akasema for me I do my job, the rest nawaachia viongozi. Swala la mimi hatima yangu ya kubaki ndani ya klabu ya Simba. Hayo maneno yalikuwa ni asubuhi. Tunavyozungumza sasa ni jioni, kocha ameondoshwa kazi. Lakini alizungumza asubuhi akasema mimi nimefanya kazi yangu kwa level yangu. Haya maneno ya kocha. Baadaye leo yeye anasema swala la mimi kubaki na kuondoka yapo katika mikono ya viongozi wa klabu ya Simba. Huenda kuna kutokoa hawajaelewana vizuri. Kumbuka Simba mimi siamini katika swala la uongozi. Tutoka juzi watu wanachama wanavutana. Aliyefanya maamuzi ni nani? Tunakuja kulikuwa kuna mvutano umetoka Jumapili. Uongozi wa Simba unavutana. Wanachama hawajaelewa uongozi. Leo hii taarifa kwa umma. Hata taarifa inaweza kukushangaza ukashindwa kujua ni Mangungu ndo kamfukuza au Magoli kamfukuza au Magoli. Simba. Bwana, nakushukuru sana wewe ambao ulikuwa pamoja na sisi. Mimi pamoja na mwenzangu Hassan Saddam. Tulikuwa na kipindi kizuri sana ambacho kuna maswali mengi ya kujiuliza hapa katikati. Kuondoka kwa Dimitar Pantev, tatizo ni Simba, kwamba Simba inacheza vibaya. Mimi nitakukatalia, Simba icheze vibaya. Simba inacheza vizuri sana. Mbona kwenye dabi walikiwasha vizuri mbele ya Young Africans? Mbona wamecheza game za kimataifa vizuri? Chance nyingi zimetengenezwa wameshindwa kutumia. Dimitar Pantev alistahili kuingia kumalizia zile chance. What? Kosa kufungwa. Tanzania inashangaza kweli kweli. Pako anasema ameumizwa sana na hili. Yani anaiona Simba hata yeye anaweza akaenda kuwa kocha mkuu kwa haya ambayo yanaendelea. Bye.